Salamu. Nitakwambieni kitu. Jana mchana nilikuwa kwenye mabishano makubwa sana na rafiki yangu mmoja. Yeye ni mfanyabiashara hapo Dar es Salaam, Tanzania. Na mabishano yetu yalikuwa yanahusu ujira mdogo sana na walipo wafanyakazi wake ambao yeye anawaita ni vibarua wake. Na ilikuwa kama sadfa tu, yani kama bahati. Kwa wakati tunabishana, nikaja kuona baadaye kwamba Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania alikuwa anakutana na wadau wa sekta binafsi na ya umma, nadhani ilikuwa Ikulu ya Dar es Salaam, na walikuwa wanakutana kujadili moja ya ajenda muhimu na nzito kushinda zote hivi sasa kwa Tanzania, ambayo ni dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Na akili yangu ikaunganisha haraka sana mabishano yale yaliyotokea kati yangu na yule rafiki yangu na jinsi yanavyoweza kwa sehemu kukwamisha ufanikishaji wa malengo ya dira ya maendeleo mwaka 2050. Kwa yote ambaye hajasikia ama hafahamu kinachoendelea, ni kwamba kuanzia mwaka huu 2026 Tanzania imeanza safari ya kutekeleza hicho nilichokitaja, dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Kwa lugha rahisi tu, dira ya taifa ya maendeleo ni malengo ambayo Tanzania kama nchi inajiwekea kuyatimiza kwa miaka 25 inayokuja. Ni kabrasha kubwa sana ambalo ndani yake inaeleza Tanzania inataka kufanikisha nini kimaendeleo ifikapo mwaka 2050. Kwa hiyo jana watu wa makampuni binafsi pamoja na sekta ya umma ndio waliitwa na Rais wa Tanzania kuzindua kile kilichotajwa kuwa nyenzo za utekelezaji pamoja na kukumbushana jinsi sekta binafsi inavyoweza kuchangia kufikia malengo ambayo Tanzania imejiwekea kwa kipindi cha miaka 25 ijayo. Na lengo kubwa kuliko yote katika dira hii mpya ni kwamba Tanzania inataka ifikapo mwaka 2050 iwe na pato la kiuchumi lenye thamani ya dola za Kimarekani trilioni 1. Yaani ikifika mwaka 2050 ukijumlisha thamani ya bidhaa zote zinazozalishwa pamoja na huduma zote za kiuchumi zinazotolewa Tanzania upate dola trilioni 1. Siwezi hata kutaja kwa shilingi kwa sababu ni kiwango kikubwa sana cha fedha. Na hilo ni lengo kubwa sana na linawezekana kutimizwa, lakini itahitaji kupigana kufa na kupona na nchi ijitoe kwelikweli kufanikisha azma hiyo. Na hapo ndio mabishano na rafiki yangu yule anapokuja. Yeye kwa kawaida kama nilivyokuambia ni mfanyabiashara, husafiri huenda China na Vietnam, anafunga mzigo kule, halafu anauleta kwenye maduka yake mawili makubwa pale Dar es Salaam. Anapata faida kubwa sana tu baada ya kodi na malipo mengine ya taratibu za kibiashara. Amenunua sasa hivi gari zake 2 za bei nzuri na anakamilisha nyumba lake la fahari pale Kijichi, lakini anawalipa mshahara mdogo sana wanaomsaidia kazi. Sasa jana alinipigia kunisimulia matatizo alionayo, namna wafanyakazi wale wanavyomkimbia au wengine wanavyojaribu kumwibia, na mimi bila hiana ikabidi nimwambie kwamba kwa kadri wafanyakazi wake wanajua kwamba anatengeneza faida kubwa sana na wao wana mchango katika faida hiyo, lakini hawapati ujira mzuri, matatizo yake hayatoisha. Basi mabishano yakazuka na hatukufikia mwisho, akakata simu. Nikasema pengine leo nijaribu kutoa kidogo tathmini yangu kuhusu swala hili ambalo nimelisikia sasa kwa muda nchini Tanzania. Na ni lazima Tanzania ifanye kitu kupunguza pengo linaloongezeka kati ya wale walionacho na wasionacho, kwa sababu bila kufanya hivyo malengo makubwa yaliyowekwa kwenye hii dira ya sasa ya maendeleo pengine hayatufikiwa. Unaweza kufikia azma ya kuwa na uchumi wa dola trilioni 1 mwaka 2050, lakini kama kiwango kikubwa cha fedha hizo kinashikiliwa na kundi dogo tu la Watanzania, hutakuwa umefanikiwa chochote. Binafsi hapa sisemi kwamba matajiri wapokonywe mali halafu wagawiwe watu maskini, la. Ninachosema ni kwamba watu wanaowasaidia wengine kupata mali ni sharti walipwe ujira unaostahili ili na wao wachangie maendeleo ya nchi. Najua ni rahisi sana wafanyabiashara wengi kupinga pengine kwa hasira maelezo ambayo najaribu kuyatoa, lakini naamini ni ukweli ambao lazima wausikie. Kinachoonekana sasa ni kwamba nchi nyingi za Afrika zimeanza kusahau kabisa ile tunu ya ujamaa na mshikamano. Na sasa kinachoonekana ni kwamba limezuka tabaka jipya la watu waliofanikiwa ambao wanapuuza wasio na mafanikio, hasa kwenye sekta binafsi ambayo kwa kawaida haina mikataba au makubaliano mahususi ya malipo kati ya mwajiri na mwajiriwa. Na ni tabaka ambalo linaona ni sawa wenyewe kuwa na mafanikio hata kama wengine wote ni maskini wa kutupwa. Unajua, kama tunavyowakosoa
wanasiasa wa Afrika kwa kuendekeza maslahi binafsi na kujitajirisha bila kuwaonea huruma maskini, kinachoonekana kwamba linazuka kundi jingine kubwa la watu wenye kipato cha kati ama cha juu ambalo halijali ustawi wa wengine. Na kwenye mabishano yale na rafiki yangu huyu mfanyabiashara, sehemu kubwa ya hoja zake nilizokuwa nazisikia, unaona kabisa nadhani mafanikio yake yamepatikana kwa ujanja wake na hakuna mwenye mchango wowote ikiwemo wale wanaomsaidia kazi. Ninaamini kwamba ni makosa makubwa sana katika nchi hizi maskini kuamini wengine wote ambao umewazidi kipato ni wajinga, hawajitumi, wavivu ama hawajui kutumia fursa, kwa hivyo wanastahili kuishi maisha magumu na kupata ujira mdogo. Lakini kwa uhalisia haiko hivyo. Tunajaribu sana kujenga uchumi wetu tunachokiona Tanzania kwa kuwaiga Marekani, nchi ambayo kwenye makaratasi ina uchumi mkubwa kuliko zote duniani, lakini ina watu wengi wanaoishi kwenye shida na umaskini, na hata hao matajiri wenyewe hawana amani na mali zao, kwa sababu watu wanaoteseka kamwe hawawezi kuwaacha watu wenye kipato kikubwa kwa amani. Mimi huwa napenda kuutumia sana mfano wa Ujerumani. Ni mfumo wa uchumi ninaohusudu sana ambao Ujerumani imeujenga. Unaitwa kwa kimombo social market economy. Mfumo wake unaruhusu soko lifanye kazi, lakini watu wote wanufaike, sio kwa kupewa pesa bure, lakini kwa kuhakikishiwa kwamba wanalipa ujira wa haki, ili kuondoa zile hisia za chuki na kuoneana choyo kwenye jamii. Unajua, kiuhalisia watu wengi duniani, mimi nakwambia, wala hawana shauku na maghorofa au magari ya mamilioni. Wengi wanahitaji kipato cha kawaida tu cha kumwezesha kupeleka watoto wake shule, ali chakula kizuri, akiumwa aweze kwenda kupata matibabu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mtu yeyote anayemiliki biashara lakini anamdharau kwa kumlipa ujira mbuzi msafisha choo au mpanga vitu dukani kwake au mbeba mizigo yake, anachangia kuwa na jamii yenye matabaka na hatosaidia sana kwenye maendeleo ya nchi. Kwamba yeye ana bilioni 10 kwenye benki, lakini wafanyakazi wake hawana uhakika wa matibabu au chakula chao cha jioni. Mimi natamani Waafrika tujue kitu kimoja. Si kila mtu anaweza kuwa tajiri hata kama akitaka. Maana kila mtu akiwa tajiri au akijipata kwenye biashara au kazi anayoifanya, hakuna atakaye kuwepo kufanya kazi ambazo mtu tajiri ama aliyefanikiwa hawezi kufanya. Kwa hivyo ni lazima kuwepo na utaratibu wa kusimamia vipato vya watu kwa kweli, hasa kwa watu ambao wanatajirika kupitia mgongo wa kuwalipa wengine ujira kidogo wa kichoyo. Na hakuna anayesema kwamba watu wagawane mapato, kwa maana mwenye biashara agawane mapato sawa na anayemsaidia kazi. La, tunachosema ni kwamba watu wapate malipo yanayoendana na mali wanayosaidia kuzalisha. Sijui wewe una maoni gani? Na sasa kinachoonekana ni kwamba limezuka tabaka jipya la watu waliofanikiwa ambao wanapuuza wasio na mafanikio, hasa kwenye sekta binafsi ambayo kwa kawaida haina mikataba au makubaliano mahususi ya malipo kati ya mwajiri na mwajiriwa.